eneo la Kerio Valley. Na katika taarifa zaidi ni kwamba hospitali nyingi kote nchini zinakabiliwa na changamoto kubwa baada ya hitilafu za wiki nzima kuathiri mfumo wa mamlaka ya afya ya jamii yani SHA. Kuchelewa kwa kutumwa kwa nambari za uthibitisho za mara moja yani OTP ambazo ni muhimu kuthibitisha wagonjwa na vilevile kuidhinisha matibabu kumepunguza kasi ya utoaji wa huduma za afya na kuzilazimu hospitali kurejea katika matumizi ya mifumo ya mwongozo, huku hofu ikiongezeka kuhusu kuchelewa kwa huduma muhimu za matibabu. Mwanahabari Ann Musungu na maelezo zaidi. Chama cha hospitali binafsi nchini Kenya kimezielekeza hospitali wanachama wake kushughulikia madai ya SHA kwa kutumia mfumo wa njia za zamani za kuidhinisha huduma za afya kufuatia hitilafu zinazoendelea kwenye mfumo huo. Watoa huduma za afya wanasema changamoto hizi zinaongeza mzigo wa madai ambao bado haujalipwa, wakisisitiza kuwa hospitali lazima zifuate kikamilifu taratibu za udhibitishaji ili kuepuka kukosa malipo ya huduma ambazo tayari wametoa kwa wagonjwa. Hizi hospitali wanasema hitilafu katika mfumo wa OTP imeviruga kwa kiasi kikubwa utoaji wa huduma chini ya mfuko wa bima ya afya ya jamii yani SHIF. Mfumo huo wa OTP ni muhimu katika kupata idhini ya mgonjwa, kufikia rekodi za kibiometriki, kuidhinisha matibabu na taratibu mbalimbali, pamoja na kuruhusu utoaji wa dawa. Bila mfumo huo, watoa huduma wanasema utoaji wa matibabu na uchakataji wa madai umekwama kwa kiwango kikubwa. Hata hivyo, waziri wa afya Aden Duale amekanusha madai kuwa mfumo ya SHA umekuwa nje ya huduma kwa kipindi cha wiki moja, akisisitiza kuwa mifumo mikuu imeendelea kufanya kazi. Amenukuliwa akisema, "Ningependa kufafanua kuwa hakujakuwa na hitilafu ya mfumo mzima wa SHA katika kipindi cha wiki moja iliyopita. Ufikiaji wetu unaonyesha kuwa mifumo ya misingi imeendelea kupatikana na kufanya kazi." Hata hivyo, alikiri kuwa kumekuwa na ucheleweshwaji wa mara kwa mara kwa kutumwa kwa OTP pamoja na changamoto za muda katika udhibitishaji wa kibiometriki. Changamoto hizi za kiufundi zinajitokeza wakati SHA inakabiliwa na ukosoaji unaoongezeka kutokana na kucheleweshwa kwa ulipaji wa deni la shilingi bilioni 5.5 linalodaiwa na vituo vya afya. Madeni hayo ya miezi mitano yameathiri hospitali za umma, binafsi na za kidini, hali iliyosababisha baadhi yake kukosa dawa, vifaa vya tiba, uhaba wa wafanyikazi na kusimamishwa kwa huduma za maabara kutokana na ukosefu wa kemikali muhimu za uchunguzi. Ann Musungu, KTN, Nairobi. Na licha